Limekamata shehena kubwa silaha kwenye jimbo la Ituri. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hakutakuwa na mazungumzo wala makubaliano na utawala wa sasa wa Iran, na ameitaka nchi hiyo isalimu amri kama sharti kwa Washington kusitisha vita vinavyoendelea. Trump ametoa ujumbe huo kupitia mtandao wake wa kijamii, ambapo pia ameahidi kuisaidia nchi hiyo kujenga upya uchumi wake iwapo itakubali matakwa ya Marekani ya kuchagua utawala mpya. Kiongozi huyo wa Marekani ametoa msimamo huo saa kadhaa baada ya Rais Masoud Pezeshkian wa Iran kusema kwamba baadhi ya nchi zimeanza juhudi za usuluhishi wa vita vinavyoendelea bila hata hivyo kutoa maelezo ya kina kuhusu swali hilo. Serikali ya Iran imekwisha sema mara kadhaa tangu kuanza kwa vita kwamba haitokubali kusalimu amri na itaendelea kufanya mashambulizi ya kujibu mapigo hadi pale hujuma za Marekani na Israel zitakapositishwa. Abu Dhabi. Ndege za kivita za Israel zimeishambulia miji ya Beirut na Tehran leo, huku kukiwa hakuna dalili ya kumalizika kwa vita vinavyoelekea kutimiza wiki nzima kesho Jumamosi. Israel ilisema mapema asubuhi kuwa imefanya mashambulizi makubwa kwenye mji mkuu wa Iran, na mashuhuda wameyaelezea mashambulizi hayo kuwa mazito na kwamba kwenye maeneo yalikolenga nyumba zilitikisika. Israel imeyapiga pia maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kulikabili kundi la Hezbollah lenye mafungamano na Iran. Tehran ilijibu mashambulizi hayo kwa kuvurumisha makombora kuelekea Israel, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain na nchi zote zenye kambi za jeshi la Marekani. Milipuko ilisikika kwenye mji wa Tel Aviv nchini Israel na kwenye mji mkuu wa Bahrain, Manama. Serikali ya Bahrain imesema majengo matatu ikiwemo moja la hoteli kwenye mji huo mkuu yamelengwa na makombora ya Iran. Tehran. Maelfu ya watu walijitokeza kwenye miji kadhaa nchini Iran leo kwa ibada ya kwanza ya Ijumaa tangu kuanza kwa vita baada ya Marekani na Israel kuishambulia kwa pamoja dola hiyo ya Uajemi Jumamosi iliyopita. Mikanda ya video iliyochapishwa mitandaoni imeonyesha makundi makubwa ya wanaume na wanawake waliovalia nguo nyeusi wakiwa wamekusanyika kwa sala ya Ijumaa kwenye msikiti mkuu wa Imamu Khomeini katikati mwa mji mkuu Tehran. Ulinzi uliokuwa umeimarishwa wakati wa ibada hiyo, ambayo pia ni ya kwanza tangu Marekani na Israel zilipomuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kwenye miji mingine ikiwemo Bourjeid na Zahtan, umati wa watu wenye bendera za nchi hiyo ulisongamana kuelekea misikitini chini ya kiwingu cha mashambulizi ya anga yanayoendelea. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kukamata shehena kubwa ya silaha zilizofichwa kwenye eneo moja la mgodi katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la Kongo kwenye jimbo hilo, Jules Ngongo, amesema miongoni mwa silaha zilizokamatwa ni pamoja na bunduki za rashasha chapa AK-47, maroketi na kasha nyingi za risasi. Akizungumza wakati wa msako uliofanywa na jeshi, afisa huyo amesema, oneni wenyewe silaha na risasi tulizokamata, walikuwa wamezificha ili kuua raia wa Ituri. Jeshi tumekuwa tukifanya kazi hii kuhakikisha amani inarejea kote nchini, na tutakwenda hatua kwa hatua hadi turejeshe usalama wa taifa. Jeshi hilo linashuku silaha hizo ni mali ya kundi la CRP linaloongozwa na Thomas Lubanga, ambaye hivi karibuni alitangaza kuungana na waasi wa M23. Na hatimaye Budapest. Hungary imesema leo kuwa itawafukuza raia 7 wa Ukraine iliyowakamata wakisafiri na kiwango kikubwa cha fedha, hatua ambayo serikali ya Ukraine imeilaani katikati ya mvutano baina ya nchi hizo mbili kuhusu bomba la kusafirisha mafuta kutoka Urusi. Ukraine imeituhumu Hungary kwa kuwateka nyara raia wake na usema ni wafanyakazi wa benki waliokuwa wakisafirisha dola milioni 40 na kilogramu 9 za dhahabu kupitia ardhi ya nchi hiyo.
Msuguano mkubwa unatokota baina ya mataifa hayo mawili tangu bomba la mafuta ya Urusi linalokatisha Ukraine lilipoacha kupeleka mafuta nchini Hungary na Slovakia. Ukraine inasema bomba hilo la Druzhba liliharibiwa kwa mashambulizi ya Urusi na inafanya jitihada zote kulikarabati. Hata hivyo, Hungary na Slovakia zimeshutumu nchi hiyo kufanya kazi ya ukarabati kwa mwendo wa kujikokota. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Na maletusomea taarifa habari ni Rashid Chilumba. Asante sana. Miongoni mwa wale tuliokuandalia jioni ya leo, umati mkubwa raia wa Iran wakusanyika kwa ajili ya sala ya kwanza ya Ijumaa tangu kuanza kwa vita. Mashirika ya Kiislamu nchini Kenya yaelezea wasiwasi kufuatia vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, na Urusi na Ukraine zabadilishana wafungwa wapatao 300. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, na pamoja na redio wa shirika mbalimbali. Na tunaanza moja kwa moja na ripoti kwamba licha ya mashambulizi ya Israel na Marekani kuendelea, umati mkubwa wa raia wa Iran ulikusanyika katikati mwa mji mkuu Tehran na katika maeneo mengine kwa ajili ya sala ya kwanza ya Ijumaa tangu kuanza kwa vita hivyo. Bakari Ubena amekuwa akifuatilia yanayoendelea katika mzozo huo, na hii hapa ripoti yake. Picha zilizosambazwa mtandaoni na vyombo vya habari vya Iran zimeonyesha umati wa watu waliovalia nguo nyeusi, huku baadhi wakiwa wamebeba bendera za Iran wakimiminika nje ya msikiti mkuu wa Imam Khomeini mjini Tehran kwa ajili ya sala ya Ijumaa, ambayo pia ni ya kwanza tangu kuuawa kwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei, kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel ambayo yameendelea kwa kasi katika siku hii ya 7 ya mzozo. Kamanda mkuu wa jeshi la Marekani Brad Cooper amesema mashambulizi ya Iran, iwe ya makombora ya masafa marefu au droni, yamepungua maradufu ukilinganisha na siku ya kwanza ya mzozo huu, lakini akasisitiza kuwa wataendelea kuwa makini wakati wote. Ama rais wa Marekani Donald Trump kwa upande wake amesifu ufanisi wa operesheni hiyo. Jeshi la Marekani pamoja na washirika wazuri wa Israel linaendelea kumwangamiza kabisa adui ambaye ni Iran hata kabla ya muda uliopangwa. Pia tunawasihi wanadiplomasia wa Iran kote ulimwenguni kuomba hifadhi na kutusaidia kuijenga Iran mpya iliyo bora na yenye uwezo mkubwa. Nadhani sasa unaanza mustakabali mzuri zaidi kwa Iran, na Marekani itahakikisha kwamba kiongozi ajaye wa Iran hatatishia Marekani, Israel, majirani zake au mtu yeyote. Hayo yakiarifiwa, Iran nayo imeendelea kuishambulia Israel na mataifa jirani ya Ghuba ambako kunapatikana kambi na wanajeshi wa Marekani. Qatar imesema hivi leo kuwa vikosi vyake vya majini havikujeruhiwa licha ya kuwepo ndani ya majengo ya makazi na hoteli zilizolengwa na Iran huko Bahrain, huku Saudi Arabia ikitangaza kudungua droni kadhaa karibu na mji wa Riyadh. Katika tukio jingine, Umoja wa Mataifa umeitaka Marekani kuchunguza haraka tukio la shambulizi katika shule nchini Iran, ambapo uchunguzi wa gazeti la New York Times unasema huenda shambulio hilo lililosababisha vifo vya wanafunzi zaidi ya 150 lilifanywa na Marekani. Israel imeendeleza pia mashambulizi yake nchini Lebanon, ikidai kuwa yanalenga kulidhoofisha kundi la Hizbullah linaloungwa mkono na Iran, lakini Umoja wa Mataifa umehimiza hivi leo kufanyike uchunguzi wa haraka kuhusu mashambulizi mabaya ya Israel nchini Lebanon ili kubaini ikiwa yanafanyika kulingana na sheria za kimataifa. Aidha, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema hivi leo kuwa karibu watu 100,000 wameyakimbia makazi yao ndani ya Lebanon, ikiwa ni pamoja na maelfu ya wakimbizi wa Syria. Msemaji wa UNHCR Ravina Shamdasani ameieleza hali katika eneo hilo kuwa dharura kubwa ya kibinadamu na kwamba raia ndio wanaolipia gharama kubwa. Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Mashirika ya Kiislamu nchini Kenya yameelezea wasiwasi kufuatia vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kutatiza ibada ya Umra mwaka huu ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhan. Hali tete za kiusalama zikiendelea kukuza hofu hii. Mwandishi wetu wa Kisumu, magharibi ya Kenya, Musa Navie, na uketwa ripoti hii.
Baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu waliokuwa wameratibu safari ya ibada ya Umra mwaka huu 2026 huko Makkah, Saudi Arabia, katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, wameingiwa na wasiwasi waliokuwa wametafuta huduma za mawakala wanaosafirisha mahujaji kufuta safari zao kutokana na hofu ya hali tete eneo la Ghuba. Katika mahojiano na DW, Fadhila Nasir kutoka kampuni ya Qatar Safeways Travels amesema licha ya makundi ya wateja wao wengi kusafiri, wengi pia wameishia kusitisha safari zao na wengine kuziahirisha kutokana na tathmini ya usalama kufuatia vita vya Marekani, Israel na Iran. Tulipeleka watu wetu walitoka leo saa 1 asubuhi kwenda Jeddah. Wanaotumia ndege ya Saudia bado wanaenda. Kuna wengine walikuwa na hofu sana, wameweza kubaki, wengine wameahirisha kuifanya baada ya Ramadhani inshallah. Licha ya wasiwasi huo, baadhi akiwemo Nasir Ramadhan anayepanga safari yake kwenda Umra ndani ya siku 10 za mwisho wa Ramadhan, anasema binafsi changamoto iliyopo ni wasiwasi wa ukosefu wa ndege za usafiri, akifafanua kuwa maandalizi miongoni mwa makundi aliyotangamana nayo yanasalia tayari kusafiri kwa Umra endapo watapata usafiri. Wengine ambao wasafiri si kwa sababu ati hawana nia ya kusafiri, ni mbinu za usafiri zimekosekana. Maana ukipata kwamba ndege nyingi ambazo zinapeleka watu Saudia zimeahirisha safari, so utapata mtu ambaye alikuwa shakata tikiti anakosa namna ya usafiri. Huku Kenya ndege ambayo imebaki na usafiri wa kwenda Umra ni Saudi Airlines peke yake. Mwenyekiti wa Baraza la Waislamu Kenya, Subkem Hassan Olenado, amekanusha uwezekano wa hali tete Mashariki ya Kati kuathiri ari ya mahujaji, akishikilia kuwa idadi kubwa ya waumini wangali wanasafiri. Nafikiri swala ambalo umeuliza